City somewhere just kusungusha tu, usikuwe na wasiwasi. Hata hapo huko ni sawa, unaweza kuwa unasungusha tu. Ama naweza kukuwekea kwa hii kitu yake na moja mara. Wacha ikae hivi. Endelea sana. 5 minutes pande hii, 5 minutes pande hii, just that. You can start, eh? So they are for the strength. God has called you to be a uplifter of one another. Hallelujah. Sisi tumeitwa kuinua wale ambao wamelemewa. Kama kiongozi, kazi kubwa kama kiongozi ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao hawana uwezo, wale hawajatambulika, wale ambao hawapewi hata hawaonekani, kazi yetu kufanya waweze kueleweka na kuonekana. You have to understand the calling of God. That is assignment. Prepare yourself for the others, to help others. Jiandae kwa sababu our biggest clients ni watu. So you must prepare yourself to help others. St. Paul argued Christ, that is St. Paul spoke about following Jesus Christ. And he said, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do is forgetting what is behind me and straining toward my God. So, sahau na your failures. I know as a leader sometimes we fail. Forget about the failure. Ati mimi ningehubiri hivi na unajua sikuhubiri hivi, ningehubiri hii point, chenye ulihubiri ndicho Mungu alitaka watu waelewe na wajue. Bwana Yesu apewe sifa. Hapana sema ya kwamba sikusema hii point, Mungu hakutaka uiseme. Chenye umehubiri ndio Mungu alitaka watu wajue. Wajua viongozi wanapoanza kupeana kuongelesha watu, wanasema na nilisahau, ningehubiri hii, ningefanya hii. Na wanaanza kusikia ndani ya moyo wako unahukumika. Mungu ambaye ametuita ni Mungu wa freedom, and we should also have freedom. Bwana Yesu apewe sifa. Number 2, is God calling me to serve in the ministry? Is he calling me to serve in the ministry? Bwana Yesu apewe sifa. How can you discern or understand if God is calling you into a vocational ministry? Confirming and clarifying a calling to a vocational ministry is a process. And that's why unapata ya kwamba mara mingi hawa tunaoongoza wanafaa kuwa chini ya mafunzo yetu. And that's why Yesu alikaa na wanafunzi more than 3 years. Lakini siku ya leo wanarika kijua kuhubiri, yeye anataka kuwa pastor, kufungua kanisa na kuendelea. Tunafaa tuwasaidie, tuwalee wakomae, ndio tuweze kuwafungulia makanisa waendelee na kuhudumu. Bwana Yesu apewe sifa. The call for the Christian is primary into the relationship with Jesus Christ. Because the first thing we should know is our relationship with our God. If my relationship with Jesus Christ is poor, how will I relate with the people? How will I lead the people? If my relationship with Jesus is poor. Kama siwezi kuja kanisa saa moja nafikanga saa 2, how will I lead the people of God in time? Amen. Hallelujah, church. Amen. Praise the Lord. Attention needs to be given to your God-given desires. Our focus and our attention should be Jesus, should be God. Bwana Yesu apewe sifa. Listen with interest and discernment to the counsel, advice and encouragement for Christian leaders, parents. Hata sisi sio ati tunakuja kuhubiri hapa peke yake. Hata wale washirika wetu tunafaa kujua mahali wanaishi. Tunatembelea wazazi wao. Watoto wa Sunday school, wazazi wao wengi huwa hawakuji church. Tuwe na moyo wa kutembea kuona mzazi wake. Bwana Yesu apewe sifa. And by so doing, you will touch the heart of the people and they will be able to give their life to Jesus Christ. Avoid the intentions to go if alone in trying to discover or confirm your calling to vocational ministry. All the time share with your senior pastor, share with your pastor, tell them to share with you before they do what they want to do. Shetani anaweza kukuita, yani usikie ni the calling of God, but it is the calling of Satan. And that's why watu wengi wameanza huduma na wameachana nazo. Because waliitwa na ministry, hawakuitwa na ministry is God. You see, there is a message and there is a messenger. Message, watu wengi wameitwa na message katika huduma. Lakini message ambaye ni Mungu anja waita, I have burning message, I have burning message. Anaamka anaenda anachota kanisa anafungua yake. We are serving only one God and we should not have division in the church.
Bwana Yesu apewe sifa. We only serve the living God. Na hata Mungu akikutumia haufai kusema kama sio mimi. Ukisikia moyo wako anasema kama sio mimi, umeingiwa na roho ya Judas Iscariot. Umeingiwa na roho ya shetani. So hawa tunaoongoza wanarika na viongozi wale wengine, tunafaa tuweze kuwa na wakati mrefu sana wa kuwatichi kabla ya kuwapea kasi ya kuhudumu katika nyumba ya Bwana. And that's why waimbaji wengi hawana members in Africa. They don't have the members. Go to America. I will show you here a very old people. Nimeona babangu anafuatilia, ni mzee wa 70s 80s huko. Lakini sasa anafuatilia kwaya ya wazee. Nowadays utapata hata kwaya kwa kanisa ni wanarika. Wazee walienda wapi? Kama hawataki kuimba na wanarika, sasa wanarika watasaidiana aje? Bwana Yesu apewe sifa. May this church and this ministry be a place where all the ministers, all the teachers, all the singers will be nurtured and be mentored in Africa. This will be a school of talented people, a school where many young ministers will be mentored. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Embrace the community of God, the local church, and stay active there. You see, hata kama mtu ako America, hata kama mtu ako Nairobi, ajue ya kwamba mchungaji wake wa local lazima amuongeleshe. Wale washirika ambao wanaenda Nairobi, hiyo ni kanisa ya Nairobi, hiyo ni kanisa ya Mombasa, ya Tanzania, ajue the local church is very important. Because hata mtu akiretire atarudi kwa hii kanisa. Lazima nitambue mchungaji wangu. Hao vijana wakiwa hata university na wakiwa colleges waelezewe ni vyema kutambua the local churches. Because unapata ya kwamba mtu ako Nairobi, yeye ashunguriki na ajui ni nini inaendelea katika local church mpaka wakati atakapo retire. Bwana Yesu apewe sifa. We have to teach them. Praise the Lord. Avoid that and help the people to understand. Embrace the art from God and the other people that you have been given. Wapendwa, lazima tuwe na moyo wa Mungu. The art of Christ sees all the hearts. Praise the Lord. We have not been called to serve one tribe. God has called us to serve all the nations across the world. Hallelujah. Praise the Lord. Embrace the heart of obedience and a passionate response to God's call on your life to serve others. God gives you that assignment. And God who gives us this assignment, we have to be obedient to God. But let me show you one thing. Sisi tutakuwa obedience kwa Mungu aje na Mungu hautamuona. In every ministry we have an overseer. Overseer carries the vision of the ministry. And if we disobey him or her, we automatically disobey God. That's how people, they don't know. Bwana Yesu apewe sifa. Because there is the vision, there is the mission, there is mandate, and there is objective of the ministry. And all those things, God is the one who gives. That's why you hear a ministry is different. A gift is different from the giver. The gift can usher you into great, help you to sit with greater people. Amen. There is difference between the ministry and that is the gift and the giver. Giver is you, is me. Amen. Amen. Praise the Lord. Avoid worrying or anxiety over finding your calling. Usikuwe na wasiwasi. Jua ya kwamba Mungu anajua chenye unaweza na chenye huwezi. Wakati unaweza na wakati huwezi. Remember Paul advised, do not be anxious about anything, but pray about everything and present your request to God. And the praise of God, which transcends all understanding, will guard your heart and the mind in Christ. That is Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Embrace the opportunity to pray and seek God and His will for your life, and the opportunity to walk, to talk, to enjoy with others, leaders, and the godly counselors. Never do it alone, do with others. Salimia aliye karibu na mwambie, hii ni huduma ya watu wote. Sio yako peke yako. Don't take it personal. Hallelujah. Praise the Lord. God called us into life and hope.
those whom he called he also justified. Kwa nini wewe unaona ya kwamba hutoshi kuwa pastor? Kwa nini wewe unaona ya kwamba hutoshi kuwa mchungaji? Kwa nini wewe unaona ya kwamba hutoshi kuwa kiongozi? Ni nini una lack? For those God called, he also justified them. Paul teaches this in the greatest verse 30 in Romans chapter 8. Those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. Not that. Everyone who is called is justified. How can this be? Since we are justified by faith, Romans chapter 5 verse 1 says the answer that the call of God creates what is command. Faith. All the call are justified because all the call believe. The gospel comes with an opponent, super change, and their heart are changed, and they say Christ is the power and the wisdom of God. I mean this, all the called are justified, all the leaders are justified by faith, and they are judged by their faith. The ministry will go where it's supposed to be depending on your faith. The choir will go where God wants it to be depending on your faith. And that's why God is calling us to have faith. The call of God creates what is a command. You can see the powers of this call if you compare it to the power of your own call. Kuna wale watu wamejiita na kuna wale watu ambao wameitwa. Kuna wale watu wamejipea kazi. Unaona mtu anaingia kwa gari, anashika hivi, hii imetengenezwa na mikono ya wanadamu. Sasa ningelipenda tukaweze kuomba. Kitu ya kwanza amekutisha kuambia imetengenezwa na mikono ya wanadamu. Is preparing your psychology. Anakuambia ya kwamba sasa tunahubiri. Anakuhubiria lakini nia yake ni sadaka. Baada ya kuhubiri anasema ingia kwa mfuko wako utoe kitu kinono mtumishi wa Mungu anaweza kula. Haleluya. Sababu anasema hii imetengenezwa na mikono ya wanadamu. Wewe unastahili umwambia kwamba kabla singeamuka na kuanza safari na kuingia kwa gari, I had already prayed for this journey. So without him you have God. Hivyo ndivyo watu wanatishwa. Haleluya. Unapata mtu anakuambia kwamba hii ni chuma imetengenezwa na mikono. Nani alijui? Yes, imetengenezwa na mikono. Lakini what does that mean? Anataka kuweka fear katika maisha yako. Alafu anakuambia usitoe kitu ambao haimpendezi Mungu. Everything inampendeza Mungu as long as that is what you have. If you have 2,000 in your pocket and another one asks 1 million, na wote watoe, Mungu anapendezwa na 2,000 because hiyo ndiko kwa mfuko. And that's why unapoona Yesu Kristo alipokuwa anatembea, watu walikuwa wanatoa sadaka. Kuna mama moja alitoa chenye alikuwa nacho, na Yesu akasema huyu ametoa kutoka katika moyo. Mungu anajua wakati uko na kitu na wakati hauna. So wale tunaoongoza lazima tuwaelekeze kwa njia ambayo inayofaa, ili Mungu anapokuja tutakuwa na kitu ya kuulizwa na kupeana account kwa wale washirika wote ambao Mungu alitupa tukaweza kuwaongoza. Kuna yule anatoka kwa kanisa kwa sababu ulimjibu vibaya. You give account of that person. Hallelujah. Sisi ni kama ndawa ya washirika, ndawa ya walevi, ndawa ya makahaba, ndawa ya kila kitu. Sisi ni kifagio. Yesu amekupa kifagio. Yesu mwenyewe ndiye anafakia uchafu katika washirika. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hallelujah church. Amen. Number 3, the call of God is designed to guarantee his purpose in the election. And that's why tunasema ya kwamba katika kanisa na katika huduma, zile huduma huwa zinapigia watu kura, siko na shida sana. Kama kiongozi Mungu amekuita uweze kumenda watu na kuangalia, na uone huyu anatosha kuwa mchungaji, huyu anatosha kuwa secretary. Lakini mkiweka mambo ya kupiga kura, kanisa imeingia kwa mwili.
Kama wewe mchungaji, Mungu alikuappoint na akakuchagua kuwa mchungaji, kwa nini huwezi ukaappoint mtu akuwe secretary? Kwa nini watu wapige kura? Sio dhambi kupiga kura, lakini hizo makanisa zinapigwa kura dakika ya mwisho ni shida. Because mimi naweza peana 2 milioni nionge watu, hata nikiwa mbaya na nipigiwe kura nipite. Lakini kama mchungaji, ukiangalia mtu unaona ya kwamba huyu anatosha, hata wewe unatosha, anatosha kuwa secretary, sio kupigiwa kura. That's why makanisa mingi, hata juzi tulikuwa tunatatua mambo ya kanisa ingine yetu pale Central SDA kwa sababu ya hizo vitu. Hallelujah, praise the Lord. So kama ni appointment ni tofauti. Mungu aliappoint watu. Tunaona watu walipiga kura katika Biblia, na baada ya kupiga kura, mwenye alipigiwa kura tujui alienda wapi. Unajua Acts of Apostles, walipiga kura, nani alikuwa anapigiwa kura? Nani alikuwa anareplacewa? Judas Iscariot. Ama ni nani? I don't know, but you know. Lakini baada ya hiyo kura hakuna any other historia. Be careful. Hallelujah. Kama mchungaji, kama mshirika, kama kiongozi, usifanye kitu itafanya watu walete division katika nyumba ya Bwana. Or else God has entrusted you with this. Hallelujah. Unajua hata Yesu alikuwa na wandani na wengine wandani kidogo. Kuna wawili alikuwa anakuwa karibu na wao. Alikuwa anawaambia everything. Lakini alikuwa na wote 12 na wengine 72. Kama kiongozi, kuna yule anajua ya kwamba unaweza kumwambia mambo fulani na mwingine hawezi kumwambia kulingana na ukomevu. Hallelujah church. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah church. The call of God is an irrevocable foundation for all, for full assurance. Romans chapter 11 verse 29 says, the gift and the call of God are irrevocable. God does not reverse or rebel or cancel his call. The whole point of an omnipotent call can create that a command just ignore. Okay? Just ignore. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.